Kabla ya kusema naahidi neno lolote, naomba nimshukuru mbele yenu kupitia kamati sasa, mheshimiwa mwenyekiti na kamati sasa ya tawi. Naomba niseme ninashukuru serikali ya mtaa wa Mitendewawa chini ya mwenyekiti Aaron Mwagama. Tumezoea kumuita Bahili, si ndivyo? Tunashirikiana naye vizuri, bega kwa bega, kuhakikisha changamoto zilizopo kwenye serikali yake ya mtaa, yale yanayotakiwa kwenye mtaa wa Mitendewawa, basi tunayapigania yanafanyika. Huyu ndiye mwenyekiti anayefuata ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ndiye mwenyekiti wa kwanza kuitisha mikutano ya serikali za mitaa, ile ya kila robo, ndiye anayetekeleza kwa vitendo. Mimi nimealikwa mikutano yangu yote kwenye mitaa mitano. Mkutano wa kwanza nilifanya Mitendewawa, walifanya ndani ya muda. Jamani, mwenyekiti ndo anatakiwa kufanya hivyo, na hayo ndio maendeleo. Baada ya ile mikutano, yale yanayotakiwa na wananchi wa Mitendewawa tuliyajadili kwenye wadisi, na yanayotakiwa kufika na mimi kupeleka sehemu nyingine kwa ajili ya maendeleo ya wapi? Ya Mitendewawa. Kwa kweli nimeona nisiposema hapa, nikisema pembezoni nitakuwa nakosea. Niseme kwa viongozi wake ambao ndio wanaoweza kumchagua na ndio mliyemchagua, si ndio jamani? Kwamba anafanya vizuri, tunashirikiana naye vizuri, na mimi naahidi mbele yenu nitaendelea kushirikiana naye. Na diwani, hakuna kinachoweza kufanyika kwenye nyinyi wananchi, lakini kuna mengine lazima tuzungumze yanayofanyika mtaa wa Mitendewawa kwa ushirikiano kubwa sana na mwenyekiti. Jitihada za umeme mwenyekiti alishiriki kwa kiwango kikubwa sana. Nafikiri jamani, mnaziona jitihada zake, si ndivyo? Ndio. Au hazipo? Ndio. Basi yote ni ushirikiano. Na hivyo jitihada za maji pia hapa yanapatikana. Yapo sio kwa kiwango, si ndivyo? Lakini kwa sehemu ya changamoto ya jiografia yetu, ni ndani yetu wa Chandarua. Na hata mimi pia nimeingia mwanzoni, nitatoa ripoti huko mbeleni na kuelekea. Lakini kikubwa mimi nawapongeza viongozi, maana anayoyafanya ni kwa sababu nyinyi mlimwamini na mlimtuma. Napongeza pia jitihada za nyinyi viongozi na wananchi wa Mitendewawa kwa kushiriki ujenzi wa shule. Serikali ni pamoja na sisi tu, hatuachiani tu, si ndivyo jamani? Napongeza hayo yote yaliyofanyika, lakini napongeza na mikakati mingine ijayo hapo baadaye. Najua yako mambo makubwa, mwenyekiti wa serikali ya mtaa, tumezungumza na tumepanga yafanyike. Tutashirikiana, ila kwa sasa tunanadi yale yaliyopo kwenye ilani kwanza yakamilike, na yale ya kimazingira. Baada ya kusema hivyo, jambo la kwanza kubwa ambalo nataka niombe viongozi, dhumuni kubwa, mimi nimekuja kutaka kuomba ushirikiano. Kuomba ushirikiano. Kama nilivyoahidi, nitakuwa kiongozi wa watu wote. Nilisema sitakuwa kiongozi wa mtaa fulani, nakumbuka? Nitakuwa kiongozi wa watu wote. Msijione wapweke. Kama mzazi una watoto wangapi? 5. Ukiwa na nyama, viko vipande 5 kwenye ile bakuli. Watoto wako wangapi? 5. Kila mmoja atapata kimoja. Bora wewe ukose, si ndio? Ndio. Iko hivyo. Hata vikiwa vipande 3 na watoto 5, utagawanya kila mmoja afanye nini? Aonje. Tunahitaji kiongozi atakayetuunganisha kwa muundo huo, sio atakayetubagua. Niliahidi kwenye mikutano yetu, na naahidi leo kwa vitendo. Nitasimama kwa ajili ya mitaa yangu yote mitano, sawa kwa sawa. Kubwa ni kunyanyua hadhi ya maeneo yetu huku tulioko. Ukiangalia Mitendewawa, Chandarua, ukanda wetu na Mshanga, tupo tofauti, uongo? Lakini kinachofanya huku maendeleo yasionekane ni nini? Utakuta miundombinu ni mibovu, barabara hazipo. Sasa utakuwaje? Viwanja vitapanda thamani huku kwetu? Hapana. Watasema mimi kule siendi. Bajaji zitafika huku? Wakufungua tu biashara tu tutafika huku? Hapana. Havitawezekana. Kwa hiyo lazima tupate kiongozi atakayetuunganisha, atatuletea na sisi
maendeleo maeneo yetu. Kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi tuliahidiwa barabara itakayojengwa kwa kiwango cha changarawe. Ile barabara itaanzia Mkuzo, itakuja Mitendewawa, itapita Chandarua, itakwenda Paina Kambui, itakwenda Mshangani.